Sasa hapa demokrasia inapokandamizwa, wanazuia kujenga nchi yenye mfumo wa kufikiri. Na ndio maana ukiangalia hata wa polisi, mimi nimekuwa waziri wao kivuli miaka 10, nikiwa mbunge miaka 10. Nimekuwa waziri kivuli wa mambo ya ndani miaka 10. Huyu kijana huyu alikuja kutulinda hapa ama yule pale mwenye mbao akistafu, pamoja na kazi kubwa na ngumu anazofanya, unaweza kutoa askari kwao ni Kigoma, ameenda kusoma Moshi, akaenda Songea kituo cha kazi mara ya kwanza, amepelekwa labda Pemba, amerudi huku Nguru. Hata kusetwa hawezi, kwamba hapa ni makazi yangu hawezi, kwa sababu anahamishwa kwa jinsi mabosi wanapojisikia. Mshahara wake kwa mwaka hawezi kuweka milioni 6. Mshahara, mimi nikiwa bungeni, mshahara wa mbunge wa miezi 6 na posho ya mbunge ya miezi 6 ilikuwa ni mshahara wa OCD wa miaka 50. Hawa wana kazi sana. Daktari ana shida. Lakini jiulize, kwa nini polisi ambaye analipwa mshahara mdogo sana, anayeteswa sana, anayelipa sacrifice, anatoa sadaka ya maisha yake kwa ajili ya watu wengine, hawa mmeona wamekuja hapa wanazuia sisi tusishambuliwe, wanalinda mkutano wetu. Yani kama kuna mtu anataka kunipiga kisu mimi, hawa watachukua gharama hicho kisu kabla yangu. Askari, nyie ni mnafanya kazi inaitwa noble work, kazi ya maana kabisa katika maisha yenu. Mmekula kiapo cha kulinda raia na mali yake na kufa kwa ajili ya watu. Hakuna kazi ya msingi na ya maana kama yenu, ila mmeifanya imekuwa kazi ya kipuzi, kwa sababu mnapewa maelekezo na CCM ya wizi wa kura na mnafuata unapotaka. Hasema mheshimiwa, hizo ni amri. Huwezi kupewa amri ya kutenda dhambi ukatenda dhambi, ni bora uache hiyo kazi. Sisi tuna amri, sio tu amri, tuna matishio. Mimi nimekoswa kuuawa mara 3. Mmenipeleka loka ponye zaidi ya mara 150. Nimekimbia nchi. Lissu yuko magereza, amepigwa risasi nyingi. Hapa kila mtu ana wasiwasi. Lakini tunalipa hizi gharama kwa sababu gani? Mimi sifanyi hii kazi kwa ajili yangu, nafanya hii kazi kwa ajili ya wale watoto pale. Mimi nimeshachelewa. Baba yangu na baba yako walitakiwa wawajibike kwa ajili ya kupata nchi bora. Sisi tukizembea, hawa watoto watakuja kukojoa juu ya makaburi, waseme tulikuwa na wazazi wapumbavu ambao hawakujali nchi yetu. Na tumekuja kuwashawishi. Hatujaitana hapa kwenye mkutano wa kitchen party ama send off. Hapa hakuna kuja kuambia ubaya wa Samia na washikaji zake na CCM. Ukirudi nyumbani mke wako kuuliza Chadema walikuwa wanakuambia nini, tumekuja kumsema Samia. Na Samia sio mama yako, sio mama yangu. Anapaswa kusema kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akikosea. Sababu kuna hili neno siku hizi, mama ameupiga mwingi, mama amejenga barabara, mama. Samia mama yenu nyie? Mama yenu? Wewe mgambo, Samia mama yako wewe? Ni mama yake? Mama ameupiga mwingi, mama. Hii barabara hapo mtaambiwa ni nani? Mama ameleta barabara, mama ameleta maji, mama. Samia sio mama yako, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakikosea anakosolewa kama rais na sio mzazi. Sasa hatuna muda wa kutosha, lakini hii kazi tumeamua kuifanya. Naomba kwenye gari yangu, naomba watu 5 niwaambie kwa nini tunafanya no reforms no election kwa haraka. Nimkaribishe mwenyekiti wetu wa kanda. Naomba mzigo kwenye gari yangu tafadhali sana. Naomba mzigo. Tafadhali naomba vijana 5 na mama mmoja. Mama mmoja na vijana 5 tafadhali, njoo sana. Mama njoo mara moja. Mama mmoja. Mama asante, njoo. Na vijana mama njoo. Naomba vijana 5. Kamanda mnaogopa kuja? Wanaume nataka niwapige dongo watu wangudu nyie. Sogea geukio. Jipangeni hapa. Naomba mama, katika jina la Yesu natakasa hichi kitambaa. Haya, jifunge. Jifunge mara moja. Jifunge tu mama, tunafanya mfano mmoja. Hii kofia mshikie mama kofia. Ndugu zangu, kwa nini tunataka tume huru ya uchaguzi?
Nisikizeni kwa makini sana. Kwa makini sana. Huyu hapa namtolea mfano kama Rais Samia. Sawa jamani? Huyu ni Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, Rais Samia. Sawa? Nisikizeni kwa makini. Wazee wangu mnasikiza kwa makini? Mnatazama huko jamani? Mama mnatazama? Huyu anamteua huyu kuwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa. Huyu mwenyekiti wa CCM ambaye tutashindana naye kwenye uchaguzi ndio anateua mwenyekiti wa Tume ya Taifa atakaye simamia uchaguzi wake na kumtangaza urais. Huyu hapa mwenyekiti. Alafu huyu Samia niangalie huyu Rais Samia huyu anamteua mkurugenzi, sogea hapa na wewe, wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi atakayesimamia uchaguzi na kura zake. Mnaelewa ngudu? Alafu huyu Mheshimiwa Rais anamteua huyu kuwa mkuu wa wilaya ya Kwimba. Alafu huyu Mheshimiwa Rais anamteua huyu kuwa mkurugenzi wa halmashauri ya Kwimba. Alafu huyu ni mwenyekiti wa CCM, kaa nyuma mkuu wa wilaya hapa. Kaa nyuma kwa. Alafu mkurugenzi yuko wapi? Huyu hapa. Huyu ni mtendaji wa kata. Naomba mtu mmoja. Tafadhali mtu mmoja aje. Tafadhali mtu mmoja. Mtu mmoja kimbia mzee. Huyu ni mkurugenzi. Huyu ni mtendaji. Huyu ni ule msimamizi wa kituo mwalimu. Huyu ni Rais Samia. Sasa mimi ni mgombea urais na Samia. Mimi namwambia mama, hii timu yote inasimamia uchaguzi. Simafahamu? Alafu naomba watu wawili. Watu wawili kimbia. Huyu hapa. Huyu ni OCD. Na huyu hapa ni afisa wa wilaya wa usalama. Hawa wanafanya kazi chini ya DC. DC bosi wake ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, wilaya. Alafu DC ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya CCM. Alafu huyu mkurugenzi bosi wake ni DC. Alafu huyu kwenye kikao chake cha kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya wajumbe ni huyu. Alafu na huyu na wengine. Hii ni timu inayosimamia uchaguzi. Swali, Simba na Yanga wakicheza, Manara akawa refa, huo mchezo utakuwaje? Kwimba mnanielewa? Kwimba mnanielewa? Sasa swali, hapa kuna uchaguzi huru? Ni upumbavu. Huu ni upumbavu. Hauna jina lingine, huu ni upumbavu. Uboya huu. Upumbavu. Sisi tunasema hawa watu hawatakiwi kusimama kwenye uchaguzi. Tunataka. Halafu huyu nani huyu? Huyu mkuu wa wilaya huyu anatoa amri kwa OCD. OCD kwa wapi? Jo, anatoa amri kwa OCD. Huyu mkuu wa wilaya hajui kupiga bastola, hajasomea ulinzi na usalama, anakuja tu, "Ngudu wa mjambo, mimi ndio mteule wenu, nimeteuliwa na rais, CCM hoye, nataka sasa tuanze mkakati wa kufundisha vijana wetu kutumia kondom." Si ndio vinaongeaga hivyo? Huyu anampa amri ya masuala ya ulinzi na usalama. Huyu hapa, huyu amesomea masuala ya ulinzi na usalama, huyu hajasomea, lakini huyu ni bosi wa huyu. Huu ni uboya na upimbi. Sasa sisi tunasema hii haiwezi kuwa tume huru. Tunataka tume huru. Ukitushinda uchaguzi, utushinde kwa haki na Mungu akubariki uongoze nchi. Kwimba mnasemaje? Twende kwenye uchaguzi ama tuzuie uchaguzi? Kwimba mko tayari? Rudisheni vifaa vyangu nimalizie nikaribishe wengi. Sasa hii ndio kitu inatutembeza barabarani. Mwaka jana mmeingia kwenye uchaguzi wa serikali ya mitaa. Mlivuna nini? Hapa mna mbunge hapa? Afadhali nilitaka ningewasema vibaya, hamna mbunge hapa. CCM hakuna mbunge mwanaume hata mmoja wala mwanamke ndani ya bunge. Kazi yao ni mama.
Samia, mkiona barabara inajengwa sio hela ya Samia. Kimsingi chai anayokunywa Samia Ikulu ni kodi yako wewe, unamlisha Samia. Ukiona Majaliwa na nywele nyeusi kapaka ile rangi, ni wewe umesababisha apake ile rangi, sababu kodi yako ndio imemlipa. Umeelewa? Ukinunua kiberiti, ukinunua mafuta, ukinunua mchele, ukipanda toyo unalipa kodi bila kujua. Kwa sababu ukipanda toyo unamlipa mwenye toyo pesa. Mwenye toyo akienda kununua mafuta kwa sababu alikupeleka, yeye anakatwa kodi. Ile kodi umekatwa wewe. Ukiona Samia ana pilau mezani, sema rohoni hivi, leo amekula chakula changu. Sisi ndo tunalisha viongozi, viongozi hawatulishi sisi. Rais ana pesa ya kujenga barabara, ndio maana katika ukoo wake kuna watu maskini na ameshindwa kuwasaidia. Maana yake nakwambia nini? Maana yake nakwambia pesa yote ni ya wananchi kupitia. Sijui mmenielewa? Na siku mkijua hilo mtakuwa na kiburi cha kudai maendeleo na haki. Ukiona barabara inajengwa sio hisani ya mama anaopiga mwingi, mama. Hakuna cha mama anaopiga mwingi. Sasa namuita mwenyekiti wetu wa kanda aongee kwa sababu tuna mkutano mwingine mbele. Lakini nafikiri mmepata picha maana no reforms no election. Sasa kwenye chama chetu kuna maneno mesikia. Kuna G55. Hakuna G55, kuna wapumbavu 55. Sema wapumbavu 55. Kwa tume hii mimi nimeshiriki uchaguzi mara 3. Mara 4. 2005 nikiwa mdogo sana wakaiba. 2010 nimekuwa mbunge, 2015 mkuu. Lakini nimeshiriki kampeni zote za upinzani za Chadema Tanzania. Nimezika rafiki zangu wengi kwenye uchaguzi. Nimeuguza rafiki zangu wengi kwenye uchaguzi. Sitaki uchaguzi tena wa mtu kukatwa kichwa, wa mtu kupigwa kisu, wa mtu kupigwa rungu. Tunataka uchaguzi usio na damu, kwa sababu chama chetu akiuzi damu na sisi hawapaswi kuuza damu. Sasa hao G55 wanasema, wapumbavu 55 wanasema hawa Chadema wanatoka, mmesikia wametoka. Hawa Chadema hawa wanazuia ndoto zetu. Ndoto wa viongozi, ndoto ya Chadema sisi kwa wabunge. Ndoto ya Chadema ni kupigilia uhuru na mabadiliko ya kweli. Mtoto ule pale alishika tama wadogo hao, siku moja wakute nchi yenye misingi ya haki. Hata mtoto wa mkulima na maskini kutoka Kwimba anaweza kuwa rais kama Mungu amemkirimia akili na busara, sio nguvu na mapanga. Ndio ndoto ya viongozi wa Chadema. Sasa watakuja huko, wameenda kwenye chama kinaitwa Chauma, sijui eti kile chama cha kubwagwa, si mnakijua? Eti sasa hivi kina helikopta na magari 10. Si mnajua kabisa ni CCM hiyo, CCMB. Chama pekee yake kimebaki kinatetea maslahi ya watu ni Chadema. Ushauri wangu, msiende kwenye hivi vyama vingine kuwasikiliza. Mnajenga kwenye siasa kitu kinaitwa legitimacy. Mnawajengea uhalali kwamba wanakubalika. Mkiwajengea uhalali, mnawatengenezea fursa CCM ya kuiba uchaguzi 2025. Wanafahamu CCM sisi tusipoingia kwenye uchaguzi wao utakosa uhalali. Sasa wanalipa watu pesa, watengeneze chama kingine pembeni, kitapewa helikopta, kitapewa magari, kizunguke, ili chama hiko kiingie kwenye uchaguzi, angalau Samia aonekane ameshindana. Mkiwapuuza, watakosa uhakika wa uchaguzi. Wakikosa uhakika wa uchaguzi, kitakachotokea wataenda mezani waseme twendeni tukaongea na Chadema, maana no reforms no election. Na tukiongea tukapata mabadiliko ya sheria, na kuhakikishia Samia anakwenda Zanzibar kulea wajukuu, Majaliwa anakwenda kule kwao anakulima nini, korosho, kama ambavyo Ndugai sasa hivi analima korosho wapi huko. Asalamu alaykum, Mungu abariki. Mheshimiwa Wenje, mwenyekiti wetu kanda, karibu sana uongee. Nimetumia dakika chache sana, nashukuru sana. Wanasiasa bwana, huyu jamaa wa Arusha akipata